Fungua Biblia yako pamoja na mimi kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 14 mstari wa 17. Warumi sura ya 14 mstari ule wa 17. Ujumbe ambao nataka kila mmoja aweze kusikia ni furaha ya Roho Mtakatifu. Furaha ya Roho Mtakatifu. Kwenye Warumi sura ya 14 mstari wa 17. Sisi kanisa tumejifunza kulishangilia neno la mchungaji akituambia anafundisha tunapiga Bwana makofi. Kama ambavyo tunasikia msema leo ibada ile mtawapaka wanafunzi kushangilia kwa. Sasa unataka kushangilia neno. Amen. Sasa unaonishangilia neno bado. Tumefika hapo. Warumi sura ya 14 na tusome mstari wa 17. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Ufalme wa Mungu si katika kula na kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Anasema ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Sasa natamani kila mtu aweze kwenye mbingu ujumbe mfupi wa kinabii aweze kuelewa. Tunapozungumza furaha ya Roho Mtakatifu, lazima ufahamu kuna tofauti ya furaha ya kibinadamu na furaha ya Roho Mtakatifu. Kuna tofauti ya kufurahi kama wanadamu wengine wanapofurahi na kufurahi kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Paulo mtume anasema ufalme, watu ambao wameupokea, watu ambao wameusikia, watu ambao wameuamini, anasema ufalme haupo katika kula na kunywa. Maana yake kuna watu ambao starehe kwao, furaha yao ni katika kula na kunywa. Sasa kula na kunywa not necessarily chakula, ila inamaanisha mambo ya mwilini. Kwa hiyo kuna kujifurahisha kwa vya rohoni na kujifurahisha kwa vya mwilini. Lakini ufalme wa Mungu, ili uweze kufurahia, ili uweze kukupa matokeo, lazima kufurahia huo ufalme uwe katika roho, sio katika mwili. Maana yake kwa jinsi ya mwili unaweza usione sababu ya kufurahi, lakini kwa jinsi ya rohoni tunayo furaha ya Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao chanzo cha kufurahi kwao ni vitu vya kimwili, na kuna wengine chanzo cha furaha yao ni vitu vya rohoni. Sasa tofauti ni nini? Anasema ufalme wa Mungu haupo katika kula na kunywa. Maana yake katika furaha ya mwilini hauwezi kunufaika na yale yaliyo ya ufalme kama haitaanzia katika roho. Watu wengi sana ambao unaweza ukafikiri wanafurahi kwenye maisha hawana furaha. Ndio maana unaweza ukakutana na mtu watu wakakwambia tulikuwa naye hapa, tunaongea naye, tunacheka vizuri, kesho yake tumesikia amejinyonga. Ukimwangalia usoni hauoni mtu ambaye anaweza akaenda kujinyonga. Anacheka na wengine. Mtu ambaye unasikia amejiua, mkini alikaa akawa anapiga story na watu wengine, alikuwa akaa na furahi nao, lakini ile furaha haiwezi kudhibiti maamuzi ya rohoni kwa sababu haitokei ndani, lakini ndani yake kuna huzuni, na ile huzuni ambayo ni adui shetani inaweza kumsukuma mtu hata kwenye mauti, na mwingine akaamua kuchukua maamuzi ya kujiua, mwingine akaamua kuchukua maamuzi ya kujisumbua. Ili tuweze kufurahia ufalme wa Mungu, ni lazima tufahamu hichi kipengele cha furaha ya Roho Mtakatifu. Furaha ya Roho Mtakatifu, furaha ambayo haikuelekezei kwenye yale ambayo mwili wako unafurahia, inakuelekezea kwenye yale ambayo roho yako inafurahia. Kuna mambo mwili unaweza kuwa unafurahia, lakini roho haifurahi kwa sababu
hayaiweki katika ushirika na Mungu. Kwenye Waebrania 11 mstari wa 24. Waebrania 11 mstari wa 24. Tusome maandiko pamoja. Biblia inasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu gani? Na wenye haki, kuliko kufanyaje? Kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Nataka tusome tena. Sema. Wote tunaona ile andiko bado. Tunaliona? Haya tusome. Kwa imani Musa alikuwa mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika kwa kitambo. Lakini hiyo furaha ya kitambo, tofauti ya furaha ya Roho Mtakatifu na furaha ya mambo ya mwilini. Furaha ya mambo ya mwilini ni ya muda mfupi. Furaha ya Roho Mtakatifu inaitwa ya milele. Ni furaha ya milele kwa sababu ni furaha ambayo inabebwa na Roho, na Roho inapopata ule uzima inakaa milele. Kwa hiyo sio ya kitambo tu, ni ya milele. Hakuna majuto katika hiyo furaha. Lakini furaha katika mambo ya anasa yenye dhambi na uharibifu ni ya kitambo. Mtu anaweza akafurahia kabisa, yani sikiliza, kama ambavyo ukiwa na kiu halafu ukachukua maji ya Kilimanjaro au ukanywa Fanta ukaishusha ukasikia vizuri kaubaridi mpaka ukasikia kusema niongeze nyingine, ndivyo ambavyo na anayekunywa pombe na yeye anasikia hiyo raha. Tuko pamoja? Usije ukafikiri akinywa anasema ui, yani anaipiga mpaka anajisikia anasema hebu niongezee nichomee mishikaki miwili hapo na chips kavu. Lakini mwili unasikia raha, ila ni furaha ya nini? Ya kitambo. Hiyo ndo raha mwilini. Ile unayosikia kwenye Fanta, yeye anaisikia kwenye pombe. Anaona ni raha kabisa. Kama mtu ambavyo anasema jamani, ibada ya leo nilitamani isiishe. Yani jinsi ambavyo tulikuwa tunaomba, jinsi ambavyo tumemsifu Mungu, jinsi ambavyo tumeabudu, sikutamani ibada ishe. Ndivyo ambavyo kuna mtu naye ametoka kwenye zinaa, anamwambia mpenzi wake bye, yani natamani ungebaki, natamani isingeisha, natamani ungekaa tuendelee. The way mtu ana pleasure kwenye mwili, anafurahia kwenye mwili, hata kama mambo sio maovu, hata anayefanya uovu, kuna namna mwili wake unafurahi. Ingekuwa watu hawapati kafuraha fulani kwenye mambo maovu, wasingefanya. Sema sasa kuna mtu alienda mahali akaiba, alipoiba akapata fedha, akanunua makochi nyumbani. Kwa hiyo anaona kama huo uovu ulimfurahisha. Lakini Biblia inatuonyesha siri. Anasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Sijui kama unaelewa maana yake nini. Farao ni kama mfalme kabisa, is a king, ni mfalme. Halafu Musa anakataa kuishi ikulu. Maana yake nini? Anakataa kukaa mahali ambapo anapewa kila kitu. Haambiwi kachunge ng'ombe kwa sababu analelewa kama mjukuu wa binti Farao, kama mjukuu wa Farao, kama mtoto wa binti Farao. Haambiwi kwamba nenda kafanye kazi uvae. Anavalishwa, analishwa, anakaa kwenye jumba la heshima. Musa hajui umaskini. Amezaliwa, akawekwa kwenye kikapu, akapelekwa mtoni, binti Farao akamuokota. Kwa hiyo kuanzia hapo anaishi ikulu. Lakini Biblia inasema alipokuwa mtu mzima akakataa kuwa kwenye familia ya Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu. Kwa hiyo kwa nje anaona ninakwenda kuteseka, lakini ndani anasikia raha kwamba
ninafurahia kuteseka na watu wa Mungu kuliko nje kufurahia hapa wakati ndani inapotea, kuliko kujifurahisha kwenye dhambi kwa kitambo. Kuna mtu mmoja anasikiliza, yaani anafurahi kama ambavyo mtu anaweza akafurahia maisha mazuri yasiyo na shida, lakini anakataa, anasema kuliko kujifurahisha kwenye dhambi. Maana yake alikuwa anafurahia maisha ya pale, yalikuwa ya raha, yalikuwa ya starehe, lakini yalikuwa ni maisha yasiyo ya kusudi, yalikuwa yasiyo na ukomavu, yalikuwa ni maisha yasiyo na haki, yalikuwa ni maisha yasiyo na kweli. Kwa sababu hiyo Musa akaona, hichi ninachofurahia kwa nje nitaangukia kwenye maumivu, baada ya hapo nitaingia kwenye uharibifu. Kwa ni bora nikapate mateso na watu wa Mungu. Hiyo ni alama. Watu wa Mungu, tuko pamoja? Paulo mtume anasema kwenye Wakorintho wa pili sura 4 kuanzia mstari wa 16. We can read from there. 1 Corinthians chapter 4 from verse 16. Wakorintho wa pili, 2 Corinthians sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 16. Nataka tusome watu wote wayaone haya maandiko. Ralia mosa toli valiga maskereda boss. Tusome. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu ni nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Hii dhiki, yani maana yake nini? Kumbe yale mateso ambayo Musa aliona ni afadhali kuyapata pamoja na watu wa Mungu ni ya kitambo. Sasa hapa kuna vitu ambavyo vimebadilishana, yani viko kinyume. Kule kwenye dhambi raha ni ya kitambo, baada ya hapo ni mateso milele. Halafu huku kwa Bwana mtu anaweza akapita katika dhiki, lakini hiyo dhiki ni ya kitambo, furaha yake ni ya milele. Kwa ufahamu wa Mungu sasa unatusaidia kwamba kumbe tunayo raha ya milele. Basi hata katika hii dhiki tunapaswa kufurahi, kwa sababu ndipo utukufu unapozidi kuwa mwingi sana. Ni kama dhahabu inayopita katika moto, ikiisha kupita hapo inang'aa sana. Haleluya, amen. Ukisoma kwenye Korintho wa pili, Bwana alipomwambia Paulo, neema yangu inakutosha. Paulo mtume anasema alipoambiwa hilo akajua ya kuwa kumbe katika alipo dhaifu ndipo uwezo wa Bwana utimilika. Kwa sababu hiyo anafurahia udhaifu wake, anajivunia. Kwa nini? Kwa sababu anajua where I am weak, there is where the grace of God endures the strength. Hapo ndipo mahali ambapo neema ya Mungu achilia nguvu. Mtu aliyeokoka anapaswa ajue na ufahamu wa kuijua furaha ya Bwana, furaha ya Roho Mtakatifu, ili sio tu kuijua kwa neno, lakini ijae ndani yake. Kwa sababu moja ya nguvu adui ataitumia kuharibu watu wengi ni kuwavuta katika starehe, katika raha ya dunia hii iliyojaa uovu na uharibifu. Na kwa sababu watasikia wanafurahia katika nafsi zao, wasijue ya kwamba wanapotea, wataendelea, na wakati wanakuja kushtuka wameshaingia mahali ambapo hawezi kutoka. Biblia inatuonyesha utoto wote wa Musa, ujana wote wa Musa anautumia kwa Farao, asijue ya kwamba ni katika dhambi. Lakini alipokuwa mtu mzima, alipokomaa, akagundua sipasi kuwa hapa na furahi, lakini katika dhambi. Ninakaa kwenye nyumba ya mikono ya mtu aliyejaa damu, ninakaa kwenye nyumba ya mtu ambaye anawaua watu, ninakaa mahali ambapo kweli tunakula tunavaa, lakini nakaa kwenye nyumba ya uovu. Kwa sababu hiyo akaona ni bora kutoka, bora nikapate mateso na wana wa Israeli, lakini ni ya kitambo tu, kwa sababu dhiki yetu ni nyepesi. Tukishapita hapo, ule utukufu unazidi na kuwa mkubwa sana. Furaha yetu ni ya milele. Haleluya, amen. Huu ufahamu usipokuwa nao, kuna watu leo wanaishi maisha ya zinaa, hatawezi kutoka, kwa sababu hata chumba anachokaa analipiwa na anezini naye. Kwa hiyo anatoka na kodi inaisha kesho kutu hapo. Anafanyaje?
ameshaingia kwenye mtego. Kweli anaenjoy kwamba haumizi kichwa hela ya kusuka, hana mwanaume anampa hela ya kusuka. Kweli haumizi kichwa kuhusu kulipa kodi, hana mwanaume akimwongeleshia tu sauti laini anamtumia hela ya kodi. Lakini hiyo furaha ni ya kitambo, inakuweka katika uharibifu. Unapoteza kilicho cha thamani kuu kwa furaha ya kitambo. Unapoteza kilicho bora zaidi kwa sababu unataka ufurahishe mwili wako, ujifurahishe katika dhambi. Ndiyo maisha ambayo Musa aliyapitia. Lakini alipokuwa mtu mzima, akatoka akaenda kwa wenye haki wa Mungu, akaona ni bora mateso, lakini najua kuna furaha ya milele. Haleluya, amen. Kuna mtu mmoja anasikiliza? Amen. Furaha ya Roho Mtakatifu isipoonekana kwenye maisha ya muamini, akipitia kwenye dhiki ni rahisi kumwacha Bwana, kwa sababu haelewi. Furaha yetu sisi haizalishwi na mambo ya mwilini. No, furaha tulionayo inaitwa ya Roho Mtakatifu, ni furaha ya rohoni. Kwa hiyo sio kwa sababu ya mambo ya mwilini, ni kwa sababu ya mambo ya rohoni. Umeipata hiyo? Wakorintho wa pili ngapi? 12 ngapi? 12:9. Wakorintho wa pili 12:9. Anasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha. Neema yangu ya kutosha. Maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Kwa sababu ya ufahamu, Paulo anasema, kumbe ndivyo ilivyo. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Kwa furaha nyingi. Ili uweza wangu, najisifia kwa furaha nyingi. Ili nini? Uweza wa Kristo ukae juu yangu. Uweza wa Kristo ufanyaje? Ukae juu yangu. Ya mosaliga boss. Sijui kama mtu anaelewa. Yaani maana yake ni hivi. Muamini, mtu aliyemwamini Kristo, mtoto wa Mungu, akipita kwenye dhiki, moja ya nguvu ya kushinda ni kujifunza kumfurahia Bwana kwenye hiyo dhiki. Amen. Ukipita kwenye magumu, moja ya kanuni na kusaidia kushinda ni kufurahia Bwana, kwa sababu hiyo furaha ni ushindi wako dhidi ya hayo magumu pia. Paulo mtume anasema, basi nitafurahi kwa furaha nyingi. Kwa nini? Kwa sababu ndipo uweza wa Kristo unadhihirika. Maana yake, kumbe pale ambapo watu wanakaribisha huzuni na masikitiko kwa sababu wamepitia mambo magumu, ni sawa na kujitenga na Kristo. Ni sawa na kumwambia Kristo asihusike kwenye kile unachokifanya. Kuna watu leo kwa sababu amepita kwenye changamoto, hata kanisani haji tena. Unamuuliza, mbona hatuja kuona ibadani? Anasema, kuna mambo napitia. Hey! Unapitia nini? Kwa sababu hayo unayopitia ndio yalipaswa ya kufanye hata ulale kanisani. Yes. Tuko pamoja? Amen. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika Kristo Yesu ulipo dhaifu ndipo uweza wake utimilika. Amen. Neema yake inakutosha. Amen. Lakini huwezi kufahamu kwa sababu hujajua kuhusu furaha ya Roho Mtakatifu. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia, this man, huyu mtu alijua nini maana ya furaha ya Bwana, nini maana ya kumfurahia Mungu. Alielewa furaha ya Roho Mtakatifu hailinganishwi na utajiri na mali na vitu vya nje. Huyu mtu alikuwa tajiri, alikuwa mwenye hadhi, mwenye heshima, mfalme, lakini alikuwa tayari kuweka pembeni ufalme na utajiri wa ufalme, ila sio furaha ya Roho Mtakatifu. Huyu mtu anaitwa Daudi. Ukisoma kwenye Zaburi ya 51 mstari wa 11, Daudi anaomba, na katika sala yake anamwambia Mungu amrehemu, hamfadhili, hamsamehe. Katika hiyo sala anasema hichi kipengele kwa umuhimu. Anasemaje? Anasema kuanzia 11, usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Usiniondolee. Alafu unirudishie furaha ya wokovu wako. Unirudishie furaha ya wokovu. Yes. Furaha ya Roho Mtakatifu inaanza na hicho kitu cha kwanza kinaitwa wokovu. Amen. Hauna furaha ya Mungu kama huna Mungu. Hauna furaha ya Mungu kama hujaokoka. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Hivi nikwambie, unajua ishara mojawapo ya mtu ambaye alikuwa kwenye dhambi halafu akaokoka, moja ya kitu cha kwanza kabisa mtu aliokoka kweli kweli, kweli kweli, sio maigizo, cha kwanza kabisa mtu aliokoka kweli kweli, atagundua amepata furaha fulani ndani yake. Amen. Wewe fikiria ulipookoka, kuna namna, sio hujapata mtaji, hujapata nyumba, hujapata gari, lakini unasikia nini? Furaha.
kuna amani na furaha unaisikia ndani yako. Hiyo ni furaha inayozaliwa na maisha ya wokovu. That's number one thing, very important. Amen. Unapomwamini Yesu Kristo, furaha yako unajazwa furaha ya Roho Mtakatifu katika moyo wako. Unaanza kufurahi. Kwa nini? Hiyo furaha kazi yake ni kukuonyesha hakuna starehe katika mambo ya dhambi, hakuna starehe katika uovu, yes. Hakuna starehe katika uharibifu. Kwa hiyo una starehe katika Bwana. Amen. Daudi huyu ni mfalme, is a king. Ni mfalme, ana walinzi kila mahali, ana fedha, ana mali, ana utajiri, ana uwezo wa kupata anachotaka, ana majeshi yamemzunguka kila mahali. Hamwambii Mungu usiniondolee majeshi. Kama ni majeshi chukua. Hamwambii Mungu usiniondolee ufalme. Kama ni ufalme chukua. Hamwambii Mungu usiniondolee utajiri. Kama ni utajiri chukua. Lakini anamwambia Bwana, usiniondolee Roho wako Mtakatifu na unirejeshe furaha ya wokovu. Huyu ndiye mtu ambaye anasema kwenye Zaburi ya 23 mstari wa 1, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yaani yeye sifa yake ni Bwana. Anasema furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Kwenye kitabu cha Yeremia, the joy of the Lord is our strength. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Lakini watu wengi hawajajua kuhusu kufurahi katika Bwana. Na kama hujajua kufurahi katika Bwana, maana yake utafikiri ya kwamba wasio haki wanafurahi, wenye dhambi wanafurahi. Nataka nikusaidie vizuri. Utajuaje hujajazwa vya kutosha au haujajua kuifurahia hiyo furaha ya Roho Mtakatifu ndani yako? Pale ambapo ukiwaona watu wanaoishi maisha ya dhambi, unaanza kuvutwa nao. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali, usiwahusudu watu wabaya, watu waovu, wala usizifuatie njia zao. Usiwaonee wivu watu waovu. Mtu wa Mungu, ukiona watu wanaofanya uovu, unavutiwa nao mpaka mate yanakudondoka kwamba hebu angalia yule dada anavyoshikana na yule kaka njiani. Mungu, na mimi ningepata tu kwangu tushikane hivyo. Ukiona uko hivyo, maana yake you are missing the joy of the Lord. Unakosa furaha ya Bwana. Ukipita mahali ukasikia watu wanapiga muziki, wako klabu, huku ndani unasema lakini wokovu unatutesa. Yaani wokovu, si ungekuta niko na huko I wanna party. Unasherekea. Yaani anaona kama kuokoka Bwana, disco la Christmas wendi, na kuna disco la Pasaka. Yaani Pasaka ni Kristo, kuna disco halafu atakaye tumbuiza amevaa suruali iko hapa chini, atatumbuiza disco la Pasaka. Na kuna watu wanaona kabisa nikikosa hiyo sina furaha. That's wrong. Sio sawa. Kwa sababu vilindi huita vilindi. Ndani yako inafurahishwa na kile kinachofanana na kilichoko ndani yako. Amen. Ukiyaona, mimi nikipita mahali nikiona mtu anahubiri, nasikia raha. Nikipita nikiona watu wanaomba, nasikia raha. Nikipita nikiona watu, kuna mkutano wa kiroho, ndani yangu kuna kitu kinaamka ndani, nasikia raha. Wewe ukiona, ukipita mahali afu kauona uovu, unasikia, unaanza kumlaumu mpaka Mungu kwamba yani wokovu umetuwekea visheria. Unaenda mahali wanauza nguo, wanakuonyesha nguo, hapa kote kuna staili za nguo za kike, hapa pote pako wazi. Yani hapa pote pako wazi. Ni sio mpasuo tena. Huo sio mpasuo, ni mwachano. Yani huo sio mpasuo, ni mwachano. Kuna mwachano hapa pote pako wazi. Kuna nguo nyingine hapa pote, yani vinakuja vinanitu, vinakuja hapa juu kama vimajani vya mihogo, ndio vinashika kote huku, yuko wazi. Halafu wewe uliokoka, ukienda kwenye hilo duka ukiangalia, unasema, yani muuzaji hajaokoka, unamuonyesha jinsi ulivyo mpumbavu. Narudia, unamuonyesha jinsi ulivyo mpumbavu. Unamwambia, yani nimeipenda, sema tu ya makanisa yetu ya siku hizi, sema tu mchungaji wangu. Kwa hiyo unamwambia hivi, mimi ni mpumbavu, sema naiogopa hekima ya mchungaji. Yani mimi akili sina. Yani unataka kutuambia hivi, kama mchungaji wako angesema nenda katuvalie nguo ya nusu uchi, yani ungekuja nayo unaringa kabisa, ungejisikia raha, kwa sababu unavutwa, unahusudu hofu. Mithali ngapi? Tunataka unaosikiliza audio waelewe. 24:1. Mithali 24:1 anasemaje? Anasema, usiwahusudu watu waovu. Usiwahusudu watu waovu, wala usitamani kuwa pamoja nao. Wala usitamani kuwa pamoja nao.
Anasema kwenye Mithali 1. Zaburi sura ya 1 anasemaje? Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika nini? Shauri la wasio haki. Wala keti barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndio itafakario mchana na usiku. Heri mtu yule, yani hautamani njia zao. Usiende ukasema yani hii nguo naitamani. Na wanawake wanaingiaga kwenye mitego sana hapo. Watu wanakuambia tuna send off, dressing code ni hii hapa. Dressing code yote naweka matiti yote yako nje, ndio dressing code. Kwa mlokole na yeye anasema hamna shida, si siku moja tu. Ni siku moja, lakini nikupashe kwamba watapiga picha. Hizo picha zitakaa vizazi na vizazi. Watarekodi video na watoto wako watakuja kuona. Hapo siku moja watavaa, utawaambia mnavaa nguo gani hizo? Watasema mbona mama niliona ulipendeza. Tena wewe uliwahi kuvaa na ukapendeza. Ukiona ndani yako kuna kutamani uovu, maana yake unakosa kuhusu furaha ya Roho Mtakatifu. Unakosa kuhusu furaha ya Roho Mtakatifu. Lazima ujifunze kufurahia. Kwenye Yakobo sura ya 1, let's read from verse 1. James chapter 1. Yakobo sura ya 1 kuanzia mstari wa 1 na wa 2. Andeliga sataya. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Aya, sauti yako ni ndogo. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Nisaidie. Nijaze furaha yako katika jina la Yesu. Nijaze furaha yako katika jina la Yesu. Nisome. Mstari wa 2 anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiingia katika majaribu mbalimbali. Hesabuni ya kuwa ni furaha tupu. Hata mnapoingia kwenye majaribu, hesabuni ni furaha tupu. Yani wala hamna huzuni, it's joy, ni furaha. Ndugu asema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kinachofanya tufurahie ni kwa sababu tunajua Mungu hata ruhusu tupite tufe. Sio hata katika magumu, hatupiti kwamba tunakufa, hatupiti kwamba tunaharibiwa. Tukipita tunatoka tukiwa wenye nguvu. Tunatoka tukiwa imara. Amen. Uliingia kama mgambo kwenye jaribu, utatoka kama mwanajeshi. Amen. Utatoka kama shujaa. Amen. Utatoka kama mwenye nguvu. Nisikilize vizuri. Biblia inasema furahini siku zote. Thessalonike wa 1, right? Sura ya 5:16. Furahini siku zote. Niliwahi kukaa nikalisoma ili andiko. Nikamuuliza Roho Mtakatifu, hivi inamaanisha siku zote au inamaanisha nini? Na swali langu nilikuwa najiuliza, huyu anayeambiwa furahini siku zote hata fiwa? Huyu anayeambiwa furahini siku zote hata pitia changamoto? Huyu anayeambiwa furahini siku zote hata omba na asipate majibu? Je, hata sikia huzuni? Lakini nikaelewa, kumbe furaha hii sio ya jinsi ya mwili. Hii ni furaha ya rohoni. Haleluya. Amen. Hii ni furaha isiyozaliwa na yale ya mwilini. Kwa hiyo maana yake mimi sifurahi kwa sababu eti kuna kitu nimepata nje. Mimi ninafurahi kwa sababu nimempata Yesu ndani yangu. Amen. Kwa sababu Roho wake anakaa ndani yangu. Amen. Sio kama kuna watu wanasikia. Amen. Furaha yako inapaswa iwe hapo kwamba nimeupokea wokovu. Nimempokea Yesu Kristo, anakaa ndani yangu. Ujifunze kujifurahisha katika wokovu. Hawezi kuishi ipasavyo kwa usahihi maisha ya wokovu kama utajifunza kuyafurahia. Yani ili uishi maisha ya wokovu, yafurahie. Yani ukitaka ufurahie wokovu kwamba mimi siwezi kuingia kwenye uchafu, siwezi kuingia kwenye uovu, siwezi kurudi nyuma, haitupaswi kuwa mdomoni. Unapaswa ufurahie. Unapaswa usikie raha kuwa na Yesu. Haleluya. Amen. Na sio ya kujilazimisha. Hiyo raha imeachiliwa. Hiyo furaha imemwagwa. Haleluya. Amen. Yes, kuna furaha ya wokovu. Unazidiwaje na Daudi aliyeiona furaha ya wokovu tokea mbali? Wewe ipo hapa usoni kabisa. Unapaswa ujue kuna raha katika huo wokovu. Kuna furaha katika huo wokovu. Haleluya. Namba 2 ni kujazwa Roho Mtakatifu. Namba 1 nimesema ni kuokoka, ni wokovu. Maisha ya wokovu yana furaha yake. Namba 2 ni ule ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu unatuweka katika furaha ya Roho, kwa sababu tunda la Roho
limebeba huo utukufu wa furaha. Haleluya. Amen. Kuna furaha katika tunda la Roho. Joy is a part of the fruit of the Spirit. Furaha ni sehemu ya tunda la Roho. Furaha kwenye Wagalatia sura ya 5 kusoma 22. Furaha maana yake mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu ana furaha. Sasa kujazwa Roho Mtakatifu ndio kuna kumuongoza mtu kuenenda katika Roho. Kimsingi maana ya kujazwa Roho ni kukaa katika uongozi wa Roho kwa kiwango ambacho Roho anakutawala, anakuongoza. Is to be filled and controlled by the Spirit. Kila mtu ulioko hapa umemwamini Yesu, umejazwa, una Roho Mtakatifu ndani yako. Unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anaweza akawa na wewe. Unapita kwenye huzuni, unacheka, haulii. Watu wanashangaa, huyu mbona anafurahi? Kwa sababu furaha yangu haizaliwi na kisima cha mwilini, inazaliwa na chemchemi ya rohoni. Na chemchemi ya rohoni haitegemei mvua. Tuko pamoja? Haitegemei mvua inyeshe. Hii yenyewe ni ya kimungu, siku zote inatoa maji. Amen. Si unajua chemchemi ni mahali kunakuwa na chanzo cha maji. Yaani maji wakati wote yanafanya nini? Yanatoka. Alafu kuna maeneo mengine kunakuwa na maji pale ambapo mvua imenyesha. Yaani mvua ikinyesha ndo panakuwa na maji. Alafu kuna nyingine iwe jua limewaka, iwe mvua haijanyesha, maji muda wote yanakuwepo. Furaha ya Roho Mtakatifu haina majira. It's not seasonal. Furaha ya Roho Mtakatifu haina wakati wa kufurahi na wakati wa kulia. Hiyo ni lugha ya Suleiman, wakati wa kufurahi na wakati wa kulia. Lugha ya Paulo anasemaje? Furahini siku zote. Rejoice always. Furahini siku zote. Hawa ni watu wamemwelewa Mungu kwa kiwango ambacho hawaruhusu mambo ya mwilini kuwaletea huzuni ndani. Kuna mtu mmoja anasikiliza? Amen. Mtu anaweza akauliza, mtumishi wa Mungu, mtu wa kamera jiandae, nataka nishuke hapo chini. Nasikia kupaa. Ili nisije nikaruka hapo nikapaa. Naomba nishuke hapo chini taratibu kabisa. Kwa unyenyekevu kabisa. Haleluya. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Biblia inatuonyesha kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 25. Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 25. Ukisoma nyuma kidogo tunaona Paulo na Sila walikamatwa, wakapigwa, alafu wakatupwa gerezani. Walikamatwa, wakapigwa, wakatupwa gerezani. Lakini Biblia inasema panapo usiku wa manane. Anasema lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kusifu. Sikiliza. Hawa watu wana vidonda mwili mzima. Na sio tu vidonda vya kuvimba. Maana huko chini baadaye tunaona Biblia inaonyesha askari yule aliwapeleka nyumbani kwake, akawaosha mapigo yao, akawaosha their wounds. Vidonda, walipigwa mpaka wakachubuka, wakatoa damu. Halafu usiku wa manane wakaanza kuomba na kumsifu Mungu. Sasa kuomba inawezekana mtu akaelewa, lakini hebu jaribu kufikiria, walimsifu Mungu. Yaani wana maumivu, wameumizwa. Badala waomboleze, hawakuimba nyimbo za maombolezo. Yamkini kuna mtu hapo angesema ni saa ya kuomboleza. Biblia haisemi wakalia, inasema wakamsifu Mungu. Biblia haisemi wakakaa kwa huzuni, inasema wakamsifu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu furaha yao haizaliwi na nje. Amen. Inazaliwa na ndani. Amen. Watu wa Mungu, furaha yetu katika Bwana haitokei nje, inatokea ndani. Amen. Kwa hiyo huku nje kweli mtu anaweza akasikia maumivu. Huku nje kweli unaweza ukahuzunika. Huku nje kweli unaweza ukajisikia vibaya. Kinachotakiwa sasa ni nini? Usiruhusu huzuni ya nje, usiruhusu msiba wa nje ukaingia ndani. Tuko pamoja? Unafahamu haya boat hizi yanayotumika kwenye maji, si ndio? Ngalawa
Ndio ngalawa ndio. Ngalawa, unafahamu ngalawa? Hata ile meli inatembea juu ya nini? Maji. Watu wanapanda wengi, lakini haizami. Imetengenezwa kwa mekanizmu inayoruhusu itembee juu ya maji. Yale maji ndiyo yanayohitajika. Ikipita mahali hakuna maji, kuna mchanga, inafanyaje? Inakwama. Kwa hiyo maji yaliyoko nje ya ngalawa ni ya muhimu sana, ndio yanaisaidia ngalawa inaenda vizuri. Lakini angalia sasa, yale maji nje ya ngalawa ukiyaruhusu yaingie ndani ya ngalawa, inafanyaje? Inazama. Yaani yale maji inayoruhusu yatembee, ukiyaruhusu yaingie ndani, meli inafanyaje? Inazama. Sasa nisikilize, mfano wangu unamaanisha nini? Maji yaliyozunguka nje ya hesabu ni kama huzuni, majaribu na changamoto. Ukijua jinsi ya kushughulika nazo, kwanza ndo yatakusaidia to your promotion. Amen. Ndo yatakusaidia. Ndio maana anasema furahini, kwa sababu kwenye hiyo dhiki ni nyepesi na ule utukufu ni unazidi sana. Lakini kama utaruhusu huzuni, changamoto ziingie ndani, zitakufanya uzame. Kwa hiyo issue sio kupitia magumu. Issue ni kwamba hayo magumu umeyaruhusu yakaingia mpaka kwenye moyo, yakaua mpaka kuomba, yakakufanya mpaka utaki ibada tena, yakakwambia nenda kaishi maisha ya dhambi tu, achana na wokovu. Hapo ndo ulipokosea. Hakuna mtu chini ya jua hapa duniani ambaye hatapita kwenye changamoto. Kwa mtu hayupo watu wa Mungu. Hata maiti zinapitia changamoto. Yaani mpaka maiti zinapitia nini? Changamoto. Kidogo tu mtu kachukuliwa, nzi yao ameshaanza kunuka, nzi wanakuja wanadili na mwili. Mmeshauzika minyoo, wameshaanza kazi yao. Chaku. Baada ya muda mkija kufukua lilifuvu, halieleweki. Mtu yoyote aliyoko chini ya jua, unajua watu waliookoka moja akamtazamo alikokuwa nako ni kwamba yani ukishaokoka hauwezi kupitia magumu. Kwa Yesu ni tambarare. Oh, tambarare, tambarare, kwa Yesu tambarare. Kwa hiyo kwa Yesu ni tambarare. Anapiga simu, halo mchungaji, napitia magumu, nasikia kukata tamaa, nirudi nyuma. Kwa nini? Siku ya pili leo huyu mwanaume ananisumbua, ananigombeza, amenipiga. Wewe sikiliza, hizi changamoto tumewekewa sisi, ni lazima tukutane nazo, zitatutambua, tutazishughulikia kisawasawa, na kupitia hizi changamoto ndo tutabeba utukufu. Amen. Haleluya. Amen. Hivi ukitumia panga kukata mahali alafu alikate, unafanyaje? Unalinoa. Kwa nini? Iwe mvua iwe jua, ni lazima litumike kukata, kwa sababu ndo kazi yake. Sasa we kazi yako ni panga, alafu nataka tukutumie kukatia mikate. Una akili? Yaani unataka utembee laini tu. Oh, na changamoto, nasikia kukata tamaa. Kwa nini unasikia kukata tamaa? Si unakumbuka ile jambo nilikushirikisha, ile biashara nataka nianze kufanya, mjomba amekataa kunipa mtaji. Sio tu amekataa kupa mtaji, watakukataa kwenye ukoo, na hapo ndo itakuwa utukufu kwa Bwana. Amen. Watu wengi wako kama walivyo kwa sababu hawajapitia changamoto. Yusufu saa ngapi angekuwa kama waziri mkuu kwa Farao kama asingechukiwa na ndugu zake? Saa ngapi Yusufu angeinuliwa akawa mkuu juu ya watu wake kama asingesingiziwa amebaka? Saa ngapi Yusufu angeitwa aje atafsiri ndoto kama asingekuwa gerezani akatafsiri ndoto ya mnyweshaji na mwokaji wa mfalme, ndo akamtaja kwa mfalme akaitwa? Not every challenge is about to kill you. Some challenges comes to promote you. Amen. Kuna changamoto zinakuja ili zikutukuze. Yes. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Unakumbuka ajali ya Precision Air iliyotokeaga hapa Tanzania? Ile ajali ya ndege. Kuna kijana mmoja anaitwa Majaliwa. Yeye, wengine wanadai sio yeye, watajua wenyewe. Jina lake ni Majaliwa, linaruhusu bahati nzuri. Amejaliwa. Akaambiwa bwana huyu ndo alifungua mlango, alikuwa akiwaokoa watu. Hapo akasema, serikali ikasema tunataka aende jeshi, atakuwa kwenye sehemu ya uokoaji. Nani yule wa Yanga? Sijui, akasema mimi JSM.
akasema mimi nitatoa 5,000,000. Mwingine sijui nani akasema 5,000,000. Waziri mkuu akasema Majaliwa wa jina wangu 5,000,000. Huyo, sikiliza, kama sio changamoto, huyu Majaliwa, unajua maisha aliyoishi, aliishia form 2 na mama yake walimkuta ni mama ntilie, akasema nilikuwa sina uwezo wa kumsomesha. Amekuwa promoted kupitia nini? Changamoto. Kwa mfano, unajua moja ya kitu ambacho kina uhakika wa watu kufanikiwa ni kuwepo kwa changamoto na matatizo. Mtu yoyote asiyejua kuyashughulikia matatizo hawezi kufanikiwa. Wewe ambaye ukikutana na magumu na unajifanya yani hutaki, unataka starehe, you will never prosper. Kwa sababu utajiri mwingi umefichwa kwenye ugumu. Tuko pamoja? Yes. Ambacho unaweza ukaokota huku juu, unaweza ukaokota vichungi vya sigara, ndio unaweza ukaokota huku juu. Lakini ukiyataka madini, watafute watu wa kuelezea unachimbaje madini. Watakwambia, utashuka, utapotea, utajua unaenda kuzimu. Hapo anakuambia hapo tumekaribia. Yaani hapo bado kidogo, hapo tukitembea kama kilomita 1. Huku chini nitakufa. Ndio yanapatikana huko. Yakipatikana huku juu, patageuka kuwa mashimo kila mahali. Watu wataka kuokota. Biblia inasema mtu mvivu hata mkono wake kuleta kinywani hawezi. Yaani mtu anaweza kama mvivu hata kula afanyaje? Hawezi. Kwa sababu hawezi kufanikiwa. Kilichomfanya Daudi akajulikana na akaeleweka akawa kwenye ufalme ni alienda akamkabili nani? Goliati. Hakuna kukaa kwenye kiti cha ufalme kama haujamuua Goliati. Sasa kuna watu wanataka waue nzi halafu akakae kiti cha ufalme. Unachekesha. Ili ukae hapo, for you to be promoted as a king, you must first fight against Goliath. Lazima upambane na Goliati. Alafu kimshinda, ndo wanawake wa Israeli pale wataimba. Alafu wanasema Sauli ameua 1000, lakini Daudi ameua 10,000. Hawana huo wimbo kama haujaua Goliati. Tuko pamoja? Amen. Wewe unataka watu wakuimbie. Mtu anaweza akakupa sababu ambazo hazina msingi, hazina mantiki za kwa nini hatembei kwenye wokovu. Kwa nini? Binti yangu mmoja akanitumia message akaniambia, baba, naona Mungu amekataa kuniponya bwana. Alinishirikisha changamoto, nikamwombea. Hajapona. Ameenda akasema, naona Mungu amekataa kuniponya. Hataki. Kwa hiyo najisikia kuchoka. Lakini anaweza kutembea, anaweza kuimba, anaweza kuongea, anaweza kuruka. Alafu kuna wengine hawajafika kumchoka Mungu, wanatumia mpaka oxygen. Yupo unamtembelea kabisa, anasema Mungu ni mkuu, msiache kuniombea, nitatoka, naamini nitatoka. Wewe unaweza kukimbia na madera yako, bado unasema sitaki, Mungu ameniacha. Hii badilisha makanisa na nini, unafikiri basi ni unampenda Mungu, wala umpendi Mungu. Una kimuhemuhe na kiwewe. Una kiwewe cha kutaka mazuri tu. Yale magumu yakija hutaki kuyakabili. Ukisha kuwa moto, kazi yako ni kuchoma. Wewe unakuwa moto alafu unataka kazi yako ni nini? Yaani moto kazi yake ni kuchoma. Na unajua kazi yake. Ukiuasha moto hapa ndani vitu vinaanza kuungua. Ndio kazi yake. Kwa hiyo wewe kama ni shujaa, yani unasema, mtu anasema Mungu akamwambia Gideoni, shujaa. Mimi ni shujaa wa Mungu. Shujaa, Bwana asifiwe. Shujaa, Bwana asifiwe. Sisi ni askari. Alafu askari unataka ukabiliane na vitu vidogo vidogo. No. Utakabiliana na vile uliojitambua. Kama ni mwana wa Mungu, adui shetani atawatuma watoto wake, watoto wa ibilisi, watakutana na wewe uso kwa uso. Na Mungu anasema katika hayo umepewa kushinda na zaidi ya kushinda. Maana yake una uwezo wa kushinda. Furaha ya Roho Mtakatifu nimesema ipo kwenye ujazo wa Roho Mtakatifu. Unapaswa ni kujazwa Roho. Hawa kina Paulo wanasema wamejazwa Roho. Kwa hiyo wanamwimbia Bwana nyimbo za kumsifu, hawakati tamaa, pamoja wamepigwa, wameumizwa, lakini wanasema Mungu ni wa kutukuzwa. Mungu ni mzuri. Mungu ni wa kuabudiwa. Isanera, ni makosa kama utaruhusu changamoto uziambie zimekuweza. Yaani uziambie kwa hapa nilipofikia siwezi. Mimi nimeanguka, siwezi kuinuka. Kuna watu wanasema mimi of course, unakuta mtu mwingine hata, yaani kuna mtu unakutana naye hata miaka 30 hana. Anasema yani nimerudi nyuma kiroho, kwa hiyo mwe mnaniombea tu. Mnaniombea. Hata miaka 30 una. Anguka yenyewe umeanguka mara 2. Kuna mwenzako ameanguka mara 7. Na bado amefanyaje? Ameinuka.
akasema siwezi kurudi nyuma tena, anasonga mbele. Hiyo ndio tofauti. Anajua kabisa niende kwa nani, maana kwa Bwana peke yake ndio kuna maneno ya uzima. Kwake peke yake ndio naweza kusaidika. Tuko pamoja? Amen. Yuda amemsaliti Yesu kidogo tu kwa vipande 30 vya fedha, mambo yameharibika, akasikia huzuni, kajinyonga. Hiyo inaitwa huzuni letayo nini? Mauti. Kuna huzuni inaleta mauti na kuna inaleta toba. Yeye mwenzake Petro kwanza akamwambia Yesu, Bwana hutakufa, usiseme hivyo. Yesu akamwambia, rudi nyuma yangu wewe shetani. Kameitwa shetani, bado kakaendelea kumfuata Yesu. Kakaambiwa wewe, kaambia Bwana basi kama umesema utakufa sawa, ila nitakuwa pamoja na wewe hata kaburini. Akaambia Petro, wewe utanikana. Jogoo akishaka mara 3. Unanikana, utanikana mara 3. Kachukulia tu anasema. Baada hapo kaenda kweli, kamkana. Jogoo akawika, akakumbuka. Lakini Petro bado yeye na Yesu anamfuata. Mpaka Yesu akamuuliza, Simoni wa Petro, unanipenda? Sema ndio Bwana, nakupenda. Akamuuliza tena, wewe Simoni Bariona, unanipenda? Akaambia, Bwana wajua wewe nakupenda. Hakurudi nyuma. Ni kweli alikosea, lakini alijua hana pa kwenda isipokuwa kwa nani? Yesu Kristo. Namba 3, nimalizie. Namba 3, furaha yetu ipo katika neno la Mungu. Haya matatu yashike. Ya kwanza ni katika nini? Wokovu. Kuokoka. Kama hujaokoka ila anaongelea huwezi kuielewa. Ndio maana mtu anaweza kaona watu waliokoka ni vichaa. Wewe huwezi kuielewa. Ndani ya mtu ambaye hajaokoka kuna mbegu ya huzuni. Kuna mbegu ya ukiwa na utupu. Yaani ana huzuni. Ndio maana unaweza ukamhubiria mtu akuokoka akaanza kulia huzuni, jamani, bora nife. Kwa sababu ndani kuna mbegu ya huzuni. Na kila aliyeokoka ndani yake kuna mbegu ya furaha. Unajua kwamba huzuni ni silaha ambayo adui shetani anaitumia kuharibu mambo mengi sana kwenye maisha ya watu. Huzuni, yaani kukosa amani, kukosa furaha, ni silaha kubwa sana. Mwanafunzi, mtoto aliyoko shuleni anaweza akasema, mama sitaki kusoma tena. Nyewe mjui, mtakapiga, katakimbilia kwa bibi yake, mtakafuata, mtakarudisha shule kwa lazima, katachapwa viboko mbele ya wanafunzi wenzake, katakataa shule. Lakini nataka nikuambie, huyo mtoto anafanya hivyo, ukifuatilia utagundua ndani yake there is a sorrow, kuna huzuni. Hii huzuni ni ya kipepo kabisa, inamfanya asifurahie maisha. Kwa hiyo hata shule hataki, hapendi, ajisikii. Yani hata anasema kabisa, kuna video moja aliona mtoto anaongea na mwalimu, ameletwa na mzazi ofisini, kanawaambia hivi, mtanipiga mtaniua, siendi shule. Kadogo kanaambia nipigeni niueni, siendi shule. Nikamwambia mtu mmoja, nikamwambia miaka katoto akanipa, nikakaa nako. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, katapenda shule kuliko kawaida. Pale Dar es Salaam kuna binti tulimchukua akiwa na miaka mingapi? Alikuwa na miaka mingapi wakati ule jana? Akiwa darasa la 4. Binti darasa la 4 amesha hataki shule, anaenda disco, analala huko, kameshaanza hizo tabia. Mpaka mama yake akasema, maombi nilikuwa nafanya tu ni asiniletee mimba. Tukakachukua, akakaa pale. Huyu ana video yake, angeniwekea ushuhuda, sio kama utaipata. Utakuwa umefanya jambo la mbolea sana. Haleluya. Tukaanza kukasaidia, kakakaa nyumbani pale. Ni huyu ameharibikia mjini Uswahilini huko Tabata. Yaani hata ongea yake na nini, yaani ni kama mtu mzima. Ni kadogo lakini kakaanza kuongea. Acha nikupe mchapo. Unaangalia unasema, huyo ni wakwenda shule huyo. Huyo ni wakwenda shule. Kashajua machimbo yote ya mikesha ya usiku na madisko. Mzazi wake hasa, nimechoka, nitapiga huyo mtoto, nitaua. Tukamchukua. Tulipoanza kukaa naye, tulipoanza kuwa naye, akaanza kujifunza, akaokoka. Alipookoka, yeye
Ndio nakumbuka alianza kusumbua. Anamwambia mamangu mzazi, anambia nataka nitoe ushuhuda wangu. Nataka niseme jinsi Yesu alivyonibadilisha. Nataka nitoe ushuhuda wangu. Nataka niseme Yesu alivyonibadilisha. Akasoma, akamaliza la 7, akaenda sekondari. Haleluya. Huzuni ya kipepo ndio inaweza ikamfanya mwanamke aseme hivi, nataka nirudi kwetu. Mume anamwambia, niambie nilichokukosea ni nini? Anasema hamna, na sijisikii, nasikia niende nyumbani. Anamwambia, kwani nimekukosea wapi? Ni kweli hujamkosea. Wachawi wanaweza wakaloga mtu akawekewa huzuni ya kipepo. Kila kitu akawa anajisikia vibaya. Kila kitu anasikia huzuni. Kuna yule mama sijajua, nafikiri ajaja simuoni hapa. Yule mama wa Kimasai alikuja juzi akasema kwamba ana huzuni ndani yake, hana amani. Wale ambao mlikuwepo mliona, si ndio? Ikamfungua, na kweli kuna nguvu zilikuwa zimemshikilia zikamwachia. Jana ananiambia hivi, huzuni imeondoka. Nikamwambia, una uhakika una amani? Kwa sababu ninayo. Akaniambia, leo nimeenda kwenye msiba, nilikuwa kwenye msiba siwezi kwenda, na nikienda anasema ile huzuni inanijaa yote. Asa kile nimeenda hata msiba sijasikitika. Hiyo inaitwa furaha ya Bwana. Amen. Tuko hapo. Kuna mtu mwingine kwenye msiba hata aliyekufa ajui. Wewe unafikiri ana upendo? Sio upendo. Kuna watu wana huzuni za kipepo. Yaani jamani, unaambia basi watoto wake wako wapi? Watoto wa nani? Wa marehemu. Marehemu ni mtoto. Ndio, marehemu ni kumbe aliyekufa ni mtoto. Imeniuma sana. Sio kawaida. Hujawahi kuona mtu anasafiri, yaani huyo mtu yuko hapa sasa, anapanda gari, lakini kila gari linavyozidi kwenda anaona ajali. Sio maono ya kiroho, anasikia ajali, anasikia kufa. Anaona kama hii nitapata ajali afu nitakufa. Anaona kama hili gari litaanguka mimi nitakufa. Hiyo ni hatari. Ni nguvu za giza. Na adui anajua hiyo huzuni inakuficha usijue habari ya Mungu. Yaani usijue kile ambacho Mungu amekiachia, kwa sababu Mungu aliyoyaachilia ameachilia katika furaha yake. Ready or not? Sawa. So nataka tusikie ushuhuda wake. Inua mikono yako miwili juu, sema, Roho Mtakatifu, nijaze furaha yako. Familia yangu ijae furaha yako. Maisha yangu yajae furaha yako. Maisha yangu yajae katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tayari. Biblia inasema, niweka ile andiko. Paulo mtume anasema ni huzuni ambayo waliipata sio huzuni iletayo mauti, bali ni huzuni iletayo toba, iliyowasukuma kutubu. Anaonyesha tofauti. Huzuni ya kimungu mtu anaweza kasikia huzuni, asikia namhitaji Yesu, nahitaji Yesu, sipaswi kuendelea kuishi maisha ya dhambi, sipaswi kuendelea kuwa hivi, anajisikia vibaya, nimekuwa nikimkosea Mungu wakati wote, hii ni saa yangu. Hiyo ni huzuni nzuri. Lakini ile huzuni ambayo inakuja juu ya mtu anasema, hapa nilipofikia bora nife, ngoja nitembee barabarani nikajirushe nigongwe na gari. Kwa mtu mwingine sana, nijirushe hata nigongwe na gari nife. Na mtu anachokikosa ni furaha ya Roho Mtakatifu. Korinto wa pili 7:10. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba. Huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba ile juto, bali huzuni ya dunia hufanya. Kuna huzuni ya dunia na kuna huzuni iliyo ya kimungu. Kumbe huzuni ya dunia hii inaweza ikawa silaha kwenye mikono ya adui Shetani, hata kuleta mauti. Ndio unasikia mtu amejiua, mtu amekunywa sumu, nyonga katika jina la Yesu. Amen. Kila sauti. Jina langu naitwa Jennifer. Nikachukua vile vidonge. Sasa nilikuwa nakunywa nikasema, mimi nimeokoka. Kwa nini magonjwa yanakaa ndani yangu? Alafu mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nikasema hapana. Nikaanza kuomba. Nimeomba tumbo ya kuniuma tena mpaka mwezi wa 5 nimeingia halijaniuma. Shangilia Bwana Yesu. Sasa nafahamu kwamba mwili wake ni hekalu la nani? La Roho. Yaani wewe ni mfahamu mzuri sana. Kingine namshukuru Mungu kwenye masomo. Nilikuwa kila nikisoma sielewi. Mwalimu hata akifundisha, kwanza naona kama anapoteza muda.
naendelea kufanya shughuli zangu. Nilikuwa nafeli sana somo la masi. Siku hiyo mtihani ukija nasema mtihani huu mwepesi, lakini nikiingia mtihani ninafanya afu ninachokipata sio hicho. Nikasema hapana. Nikaenda nikasema, Mungu umetupa akili nyingi kuliko wakufunzi wetu. Mungu umesema nimewapa akili katika mambo yote. Hapana, sikubali. Mimi nisielewi. Nikaanza tulikuwa nikafunga Ijumaa na Jumamosi. Nikawa nimeomba. Lakini mwalimu akaanza kufundisha, sasa hivi ninaelewa. Na somo la masi mtano nilivyofanyaga ngapata 26. Nikasema hapana, sio kiwango chetu kama watoto wa Mungu. Nikafanya tena nikapata 38. Nikasema hapana, sio kiwango changu ninachotakiwa. Nikafanya mwingine nikapata 53. Nikasema Mungu, sio hiki ninachotakiwa. Mtano wa mwisho wa masi nimepata 80. Mpaka sasa anashuhudia kwa kuongea maandiko na akili kuliko Mshangilie Bwana Yesu. Hebu tumeusikia ushuhuda wake vizuri, sio? Wangapi wamesikia au kuna watu hawajasikia kabisa? Asemi nilipopata 38 nikasema ngoja nipige simu mchungaji anasema, nikasema hapana. Neno la Mungu linasema nina akili kuliko wakufunzi wangu, ni ufahamu. Ambao mtoto wako anatakuwa ajengewe. Yaani unajua kuna watu wasema mtoto wangu huyu tena wengine wanasema huyu ana kichwa cha baba yake. Ana kichwa cha baba yake huyu. Haelewi. Umewatukana watu wawili kwa wakati mmoja. Mwingine anasema mtoto wangu mimi unajua ni mdogo. Kuna wengine hata wakija kanisani hivyo wanawaacha watoto. Lakini nyumbani chezeni, nikirudi mkiona nimechelewa bandikeni chai. Kwa nini wanasema ni mdogo? Lakini huyo mtoto mashairi ya Zuchu anayajua yote. Yote tena anajua. Ukikosea tu anakuambia hapo umekosea, hapo kwanza useme ndio uingie kumekosea. Sasa nikuulize, ukikauliza hata wimbo mmoja wa tenzi akajua. Andiko hata moja la Biblia akajua. Wewe akili yako unaona ni kawaida. Alafu baadaye unasema huyu mtoto ananisumbua, ameanza matabia mabaya. Wewe ulihusika. Mlee mtoto katika njia ipasavyo. Hata iacha hata atakapokuwa nini? Niwaambie kitu, hao watoto wadogo wana uwezo wa kulielewa neno hata kukupita wewe. Waruhusu wajifunze neno. Waruhusu wamjue Mungu. Waruhusu wajue kuomba. Wachawi wao wanaweza kutumia watoto. Si wamekuzidi maarifa? Yaani wao wanajua kabisa. Katoto kadogo kabisa wanaweza wakakatumia na wakaloga mtaa mzima. Wanaweza wakatumia kwenye uchawi. Ni wewe tu unayesema ni wadogo. Hawana ufahamu. Lakini wanapaswa wajenge katika ufahamu wa neno la Mungu. Amen. So namba 3 nimesema ni neno la Mungu. The word of God, neno la Mungu, nimalizie na hiyo, linatupa furaha. Neno la Mungu linatupa furaha. Ukisoma kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13. Anasema, kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bali bila kukoma, kwa kuwa mulipopata lile neno la ujumbe la Mungu, mulilisikia kwetu, mulilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Soma mstari wa juu tuanzie 10. Anasema, ninyi ni mashahidi na Mungu pia, jinsi tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini kwa utakatifu na kwa haki bila kulaumiwa. Okay, Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 ya 3 mstari wa 9. Asema, maana ni shukrani gani tuwezao kumlipa Mungu kwa ajili yenu, kwa furaha ile yote tunayofurahia kwa sababu yenu mbele za Mungu wetu. Hilo andiko lilosoma ni sahihi. Kusoma tafsiri moja inaonyesha ime-extend kwamba waliupokea ule ujumbe neno la Mungu kwa furaha kama neno la Bwana, na ndivyo lilivyo.
neno la Mungu linapojaa ndani ya mtu, furaha ya kimungu inatawala maisha huyo mtu. Mtu yoyote anayetawaliwa na huzuni za dunia au anayefikiri furaha yake ni kwenye mambo ya dunia, kwa anajifurahisha kwenye mambo ya dunia, huyo mtu ni mtu ambaye ana upungufu wa neno ndani yake. Mlango wa 1 mstari wa 6 anasema, nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana, mkisha kulipokea neno katika dhiki nyingi, pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu. Neno umelipokea katika nini? Dhiki nyingi. Lakini unapokeaje katika dhiki alafu kwa furaha? Hiyo furaha ni ya nini? Roho Mtakatifu. Yani neno anapoongelea kwenye dhiki, maana yake yale mazingira ambayo walikuwa wanauawa mitume, wanazuiliwa sikize injili, wanapigwa watu, katika dhiki, lakini walilipokea kwa furaha, walifurahia neno la Mungu. Ndio maana ili mtu asiache uadilifu wake wa kutembea na Mungu, anatakiwa ajifunze kulifurahia neno la Mungu. Tuko pamoja? Amen. Yani pamoja na unabii, kuponywa, kufunguliwa, hivyo vyote tunafanya kwa neema ya Mungu. Lakini nikueleze ukweli, unatakiwa ufikie mahali hapa raha yako iwe ni neno la Mungu. Yes. Kama unaweza kuchukua simu yako ukaplay, ukadownload movie, ukatafuta vichekesho na vitu vingine havifai kabisa, unavitazama, unafurahia, lakini hauwezi kutumia hiyo simu kuplay mahubiri ya lisali moja, ukakaa pembeni ukaandika na notebook yako unasikiliza, unaandika, bado hujalifurahia neno, hulipokei kwa furaha na hujajua umuhimu wake. Ukijua umuhimu wa neno la Mungu, lazima utalifurahia, kwa sababu utajua linaingia ndani kuleta pia furaha. Kwenye Yeremia 15:16 anaonyesha neno linapokuja linaleta shangwe. Anasema, maneno yako yalionekana nami nikayala, na yalipoingia ndani yakawa shangwe, yakawa furaha ndani yake. Mtu anapokaa kwenye neno la Mungu anaifukuza mbali huzuni. Na kumbuka, sio tu kwamba unaifukuza huzuni, unafukuza silaha ambayo adui anaweza akaitumia kuharibu maisha. Kwa sababu adui atatumia huzuni, atatumia kilio, msiba, atatumia hali ya kukosa amani kuleta uharibifu kwenye maisha ya mtu. Yeremia 15:16 anasema, maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu. Anasema na maneno yako yalikuwa ni nini? Furaha ni kwangu. Furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu. Na shangwe ya moyo wangu. Maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu. Alipolisikia neno, anasema aliala, yani aliyachukua kama chakula, halafu yakawa furaha na shangwe ndani yake. Kuna wakati ambapo unasema, na ndoa yangu haina amani. Ndoa yako sio kwamba haina amani, haina neno. Sisikii furaha, huna neno. Mtu kama huyo mwambie, ni lini umekaa ukalisikia neno la Mungu, ukajifunza, ukaisoma Biblia yako? Furaha ya Mungu iko katika neno lake. Mtu anayejifunza neno, mtu anayekaa kwenye neno, anafurahia Mungu. Haleluya. Nikuongezee cha 4, ni uwepo wa Mungu, the presence of God, ambao ni inazaliwa na ushirika na Mungu. Kukaa katika ushirika na Mungu, lazima ufurahie kukaa katika ushirika na Mungu, kutembea na uwepo wa Mungu. Yani mtu ambaye Mungu hayupo kwenye maisha yako halafu unacheka. Mimi nikiona mtu ambaye hajaokoka anacheka, ni analia, ni huzuni, ni kilio. Wakati fulani nakumbuka nilikuwa nimeenda Dar es Salaam, wakati nilikuwa nakaa Moshi. Nimeenda Dar es Salaam kwa mtumishi wa Mungu ambaye sasa hivi ni mchungaji wetu kule Dar es Salaam, Pastor Antidius. Nimefika nyumbani kwao, halafu pale nikakuta wana house girl yuko pale. Sasa yule house girl ni mtani sana, anacheka, anaongea, anacheka. Sasa tumetoka nje tunajiandaa kwenda kwenye ibada, anaongea, anacheka. Halafu wakati anacheka, nilipomwangalia hivi, Roho Mungu akanionyesha analia. Yani anacheka, anafeweka. Nilipomwangalia nikaona analia. Nikamwambia, we dada, wewe unahitaji msaada wa Mungu. Akaniangalia, kwa nini anacheka? Nikamwambia, nisikilize, mimi ni nabii, ninaona zaidi ya watu wanavyokuona nje. Nikaanza kumwelezea mambo aliyopitia.
Yule binti alilia, sijui yale machozi yalitokea wapi. Alianza kulia. Alikuwa anapitia mambo ambayo hata watu waliokuwa naye walikuwa hawajui kwamba anapitia hayo mambo. Mtu anaweza ukamwona huko nje ukasema wale wamesharidhika, yani hawana shida, kwa sababu wewe unafikiri shida ni mtu huko nje aonekane amekonda, amekuwa moja, ndio shida. Lakini mtu anaweza akawa na mwili mlangoni yapiti, anaingia upande, lakini hiyo huzuni iliyojaa huko ndani inaweza ikamuua siku yoyote. Ndio maana mtu wa Mungu naye nisikiliza, bila kujali magumu utakayopitia, kamwe usiruhusu huzuni ikaingia ndani yako. Amen. Usiruhusu huzuni, kwa sababu huzuni ikiingia ndani inakutafsiri aina ya mtu wa huzuni, haitakutafsiri tena kama mtu wa furaha. Lazima ujifunze kutunza furaha ya Mungu ndani yako kwa njia ya kuhakikisha unadumu katika ushirika na Mungu na kufurahia uwepo wake. Daudi anasema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nimefurahia kukaa uweponi mwa Bwana. Ndio tafsiri yake. Zaburi ya 122. Anafurahia kukaa nyumbani mwa Bwana. Zaburi ya 122 mstari wa kwanza. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Sikiliza mtu wa Mungu, hivi unajua moja ya kanuni ya kiroho ya ibada inataka uabudu kwa furaha. Inataka uabudu kwa furaha. Inatutaka tuhubiri neno la Mungu kwa furaha. Kwa mfano, wewe piga makofi, achana ambao hawapigi, huwezi jua na nimewakosea wapi. Labda tutapatana huko mbele. Haleluya. Kwa mfano, nilikuwa nawaambia wachungaji, nikawaambia mhubiri akijeruhiwa moyo, yani mtumishi wa Mungu akajeruhiwa. Wote watumishi wa Mungu wanapitia changamoto, lakini zikaingia zikachana moyo wake, akaruhusu awe na a bleeding heart. Mhubiri akiruhusu awe na moyo unaovuja damu, anaweza akaua hata watu kanisani. Na huwezi jua, anaweza akawa na moyo ambao hata mshirika wa kawaida, hata mwongofu mpya hawezi kuwa nao. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja alinitembelea nyumbani, wanamfahamu wachungaji, akaniambia mimi sihubiri msamaha. Mchungaji amenitangulia mbele, yani ameokoka, mimi hata sijaokoka. Ni karibu tunatetemeka wote, tunakaribisha mhubiri. Haya, tumsikilize senior, mkubwa wangu amekuja. Alichoanza kuniambia, ananiambia hivi, watu wanaohubiri msamaha ninawaangaliaga tu hivi. Anasema hata mimi niliwahi kuhubiri msamaha, lakini akaniambia pia watu wamenikosea wengi, nimesamehe, lakini kuna huyu mchungaji aliwahi kunikosea, baba yake wa kiroho, akasema kamwe siwezi kumsamehe. Chize pastor ni mchungaji, ana kanisa. Sasa mtu mwenye huo moyo uliojeruhiwa, niambie washirika wake wakoje? Niambie anawatendeaje washirika wake? Kwa sababu watu wengi wanafikiri unapochunga kondoo ukishika fimbo, wengi wanafikiri kazi ya fimbo ni kumpiga nani? Kumbe unapochunga ukishika fimbo, kazi yake sio kumpiga kondoo. Kazi yake ni kumpiga adui yoyote atakayetokea kumrarua kondoo. Tuko pamoja? Mtu anayeenda kuwinda yuko na mbwa. Kuna wale wanaenda kuwinda wako na mbwa, si ndio? Ameshika bunduki. Kazi ya bunduki sio kumpiga mbwa anayetembea naye, ni kumpiga yule mnyama, si ndio? Moyo ukijeruhiwa unaweza ukawa kitu cha ajabu. Nenda kwenye ndoa alafu ukute moyo wa mwanaume au mwanamke unaovuja damu, alafu ni mke moyo unavuja damu, huyo mtu ni kitu cha ajabu. Hawa ndo wale wanaweza wakapiga mtoto kama vile anapiga mwizi. Yani katoto kanaweza kakapigwa kelebu, kakaangukia huko kwenye vyombo, hakajajitetea, kakadakwa. Unafikiri anaadabisha, kumbe huku ndani ameumia. Sasa zile hasira azipeleke wapi? Anahamishia kwa mtoto.
Anamwambia tu mtoto, naomba niletee kikombe. Mtoto analeta kikombe cha plastiki, anampiga kibao, mtoto anazunguka kama pia. Anaambia nimesema niletee kikombe cha udongo. Anakuambia mama, umesema kikombe, lakini ukisema unabishana na mimi, unataka kunipiga. Kofi lingine. Wengi wanaofanya hivyo walijeruhiwa moyo. Kanisani tuna watu kama hao ambao sasa hivi wameponywa na Yesu. Mmoja alikuwa anashuhudia kabisa. Alikuwa anasema anapiga mtoto karibia kuua. Lakini aliposikia akagundua ni moyo wake umefanyaje? Wala sio kwamba anasema hapana, mimi siwezi kuruhusu watoto wasio na adabu kwenye hii nyumba. Sio swala kuwa adabu, wewe moyo wako umejeruhiwa. Wewe unachechemea. Yale maumivu ndo yanakupanda, unaanza kuhamishia watu wengine. Nilikuwa naelezea wachungaji siku moja, niko pale Moshi Mbuyuni. Alafu kuna ndugu mmoja akaja kununua machungwa yamemwagwa pale, anauza, mtu amepangilia machungwa yake. Akachukua chungwa, akakata. Alafu mtu mwingine akaja akasema, "Vipi?" Anataka naye kununua machungwa. Sasa anamuuliza yule aliyeonjeshwa. Akasema, "Vipi, machungwa ni matamu?" Sasa yule anayekula akasema, labda anipe lingine hili, maana naona la uchachu, tafikiri limao. Yule ndugu alimuinukia na ngumi. Anauza machungwa, alimpiga ngumi moja, jamaa akaangukia viazi. Anasimama tena, akala ngumi nyingine. Watu wakaja. Mimi niko pale pembeni sasa. Hiyo ngumi ilivyotokea chini kwenda juu, hapana, I appreciate. Na mkubali yule jamaa. Sasa nilichojua, nikawasikia wamama wanauza vitu pale wakasemaje? Wakasema, huyu Msambaa ana shida gani? Mbona anapenda kupigana? Yaani kitu kidogo huwa anapenda kupigana. Nikagundua kumbe issue iko kwenye moyo. Kwa hiyo sio mara moja. Yaani huyo jamaa yuko hivyo. Kosa kidogo anapigana. Na wewe unanitazama usije ukasema, mimi sipendi, mimi sitaki kukasirishwa. Sio wewe, ni pepo. Na aliamuru ilikutoke kwa jina la Yesu. Ni huzuni. Kuna watu wengine wameishi maisha magumu. Kuna watu wengine walinyanyaswa na wazazi wao. Kuna watu wengine walinyanyaswa na ndugu waliokaa nao na hawajawahi kupona kutoka kwenye hayo maumivu. Kwa hiyo hayo maumivu yako ndani bado. Waliwahi kutendewa mabaya. Kwa hiyo wakipata nafasi ya mtu anawaletea za kuleta, wanajisikia kuwalipa mabaya. Na ndio maana neno la Mungu linatuelekeza kwamba usilipe baya kwa nini? Kwa baya. Usilaani, barikini wanaowaudhi. Kwa sababu gani? Mara nyingi mtu anayelaani aliyemkosea ni kwa sababu analaana. For you to curse a person, you need to have a curse. Petro mtume alisemaje? Nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa hiyo huwezi kutoa ambacho hauna. Kwa hiyo ukiona unalaani, uwe na uhakika unalaana. Sijui unaelewa? Yes. Lakini kwa sababu sisi watoto wa Mungu hatuna laana, tuna baraka, hata wanaotuudhi tunawabariki. Tuko pamoja watu wa Mungu. Lakini kama wewe ufahamu hauna, na rafiki yangu mmoja niliona akitembeza kipigo, mtumishi mmoja akawa ananielezea. Akasema, mimi mtumishi wa Mungu, kama juzi kuna kijana wangu wa kanisani wa vyombo vilisumbua. Anasema nilimpiga mtama. Kabla hajaanguka chini nikamdaka, na huyo mtumishi nikamwangalia amejaa kidogo. Anasema nikamdaka. Kabla hajaanguka chini nikamlamba kichwa. Anasema akazimia. Ananielezea tuko na wachungaji wengine. Akasema alipozimia, nikasema nimeua nini? Nikampiga teke, nikaona kweli amezimia. Nikaanza kusema nimwamshe kwa jina la Yesu. Amka kwa jina la Yesu. Ni mtumishi wa Mungu, ni aposto huyo ndugu. Halafu tulivyokaa wakati tunaongea, akaanza kunielezea namna alitembea na Mungu. Akaniambia alikuwa anafanya ibada huko Arusha. Anasema nilikuwa naomba, nikiomba nikinyosha mkono hivi, mapepo wako kwenye nyumba zote napiga kelele. Lakini alipitishwa mahali na mke aliyeoa. Alipita kwenye tanuru la moto, moyo wake ukaharibika. Akasema mtumishi wa Mungu, mimi nina uhakika, ananiambia kabisa, nitakuja kushtakiwa nimeua. Anasema kanisani na wapiga watendakazi. Anaweza akampiga mtendakazi kibao akaanguka chini. Anasema kama juzi kuna wamama walikuwa wamechelewa ibadani, niliwapiga, nilimrukia na teke. Unajua sitaki kuongea sana. Huyu ni aposto, sitaki kuongea nabii. Kwa sababu ya mkini. Pastor Peter
na Pastor John ni wanangu hao, wanajua tulienda nao mahali. Niko na mtumishi wa Mungu. Tulikuwa wote siku ile wote wawili. Tumefika mahali, mtumishi wa Mungu yule akakuta kanisani hamna umeme. Sio kwamba umekatika kote, umeisha. Akaita mtendakazi pale, kijana wa kiume akaja akasema, si nilisema muweke umeme, mbona mjaweka? Baba samani, sijui nini alikuwa tunafuatilia. Akaambia, sasa wewe nikikupiga kibao hapa sasa hivi utanilaumu. Kabla hajajibu alipigwa kibao ambacho nilisisimuka. Sijui wewe ulijisikiaje mchungaji? Hebu ongea mchungaji. Wewe ulijisikiaje? Ilikuwa ngumu hata kusimama mbele yake tena, ninakuwa aibu. Piga famba moja kijana chini. Kijana wa kiume kama huyu anaingia hapo. Alikula moja. Pale nikachukua simu nikamwambia, nipeni mitanamba. Nikanunua umeme haraka. Nikamwambia basi. Jesus. Lakini huyu ndugu yangu, namuita kabisa ndugu yangu. Amen. Jinsi nilivyokaa naye nikagundua anampenda Mungu, lakini alilelewa na mlezo wa kiroho vibaya. Kwa sababu alinionyesha kwenye mwili wake mpaka babake wa kiroho amewahi kumkata na sime. Baba wa kiroho alimkata na sime akashonwa nyuzi 12. Nikanarudia tena. Ukiwa chini ya mtu aliyejeruhiwa moyo, unaovuja damu, yale matone yatakudondokea. Yaani mtu moyo umejeruhiwa. Sio kwamba upiti kwenye magumu. Watumishi tunapita wengine kwenye huduma. Unakuwa na watoto uliowapenda wanakusaliti. Kabisa. Sio kusaliti kuondoka tu, wanaondoka afu wanakusema nini? Vibaya. Sasa unatakiwa ujifunze kudili na hiyo hali. Usipojifunza unaanza kulaani. Mtaona. Unavozidi kulaani unaujeruhi moyo wako. Lakini sisi tunajifunza kupenda. Mimi hata mtu akinifanyia ubaya, kwanza napenda kwamba ndo nazidi kumpenda zaidi. Umpende zaidi. Umuombee zaidi. Kwa sababu ni unampalia makaa ya moto kichwani. Mabaya anaweza akampata. Of course, kanuni za kiroho zinaonyesha huwezi kuchafua chanzo cha maji uliokunywa afu karudi akawa masafi, utakuta machafu. Kwa hiyo anaweza akapatikana na mabaya, lakini sio mimi niliye laani. Mfumo wa kiroho ndo umemfanya yeye mwenyewe akutane na aliyokutana naye. Tuko pamoja watu wangu? Amen. Nenda kaangalia mtu aliyelelewa na mlezi wa kiroho ambaye ni tapeli. Yaani papa wake ni tapeli. Yaani baba yake wa kiroho ni tapeli. Huku chini yeye ndo anakuwa tapeli Pro Max. Kwa hiyo watoto na baba wananyang'anyana kuibia watu. Tukaenda mkutano mmoja, wote ni matapeli. Baba yuko huku anaitisha bahasha. Watoto nao wameshazunguka kwa washika, anaanza kuwatabiria. Mungu anasema ulete sadaka fulani. Kwa hiyo wote ni wezi. Mwizi mkuu yuko mbele na wezi wa rejareja wanapita huko. Aina ya mzazi ndio aina ya mtoto. Huko hapo. Aina ya nani? Ya mzazi ndio aina ya wale washirika wa hapa. Kama ambavyo mama anakaa na furahia neno na ondo naona hivyo. Wale wengine ambao hawafurahi najua ni wageni. Na wao wanasikia wanapenda. Hivyo. Kwa mfano mama angekuwa anakaa hapo hasikilizi au angekuwa anatoka zake nje, ungeshangaa na unajisikia utoke nje. Mnaambiana mwache hapo na unaongea muda. Si wote mnajuana kwa vilemba. Aina ya mzazi ndio aina ya nani? Ya mtoto. Usikubali kuwa na moyo uliyejeruhika. Mtu anaweza akasema, mtumishi wa Mungu, sio rahisi kusamehe. Ni rahisi sana. Ni rahisi ukiwa na Yesu na ukanyenyekea chini ya neno la Mungu. Ni ngumu sana ukiwa mwilini. Hivi unajua kuna watu, nilijifunza siri moja. Watu wako tayari kusamehe. Kuna mtu unaweza ukamuumiza, akawa tayari kusamehe, lakini sio kwa wakati huo. Sio wakati huo bado maji ni ya moto. Yuko tayari kusamehe lakini yapoe yarudi kuwa baridi. Si ndio? Kuna mtu ametendewa, umemuudhi, umemkosea. Kwa kweli kwa wakati huo anasema hapana. Sasa hivi asisogee mbele yangu, nitamtafuna, nitamngatangata, nitamuua, asije mbele yangu. Kwa hiyo wanasubiri, tusubiri mtoto akakae kwa bibi mpaka Jumamosi turudi tena.
tumwombe msamaha. Kwa nini? Kwa sababu kiukweli katika uhalisia ni ngumu kuachilia msamaha ukiwa kwenye maumivu, kwa sababu huo msamaha unaonekana kama vile unazidisha nini? Maumivu. Lakini kiukweli uponyaji wa papo kwa papo ni wa kusamehe papo kwa papo. Unaposamehe unajiponya wewe.